السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله المحمود أزلا وأبدا، المعبود المقصود دائما سرمدا، المجزل لمن أطاعه عطاء ومددا، يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، ويكون للمؤمنين ملجأ وسندا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي لم يزل إلها واحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، الذي ارتضاه عبدا واصطفاه حبيبا وسماه محمدا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أبدا. Amma ba'du, ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rehma na amani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile vile nitarudisha tena shukrani kwa mara nyingine kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba amekwenda kutupa fursa nyingine kuweza kukusanyika katika nyumba tukufu kama hii, miongoni mwa majumba matukufu ambayo kwamba yanapatikana katika huu mgongo wa ardhi. Na kwa hili si ujanja wetu, isipokuwa ni taufiki ya Mwenyezi Mungu amekwenda kutujalia. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu Waislamu, tumshukuruni Mwenyezi Mungu kwa kusema alhamdulillah, na kwa wingi basi tuwe tunazidisha matendo mema, matendo ambayo kwamba yatakunyanyua daraja, yani utakuwa bora mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutakapoyafanya haya, basi ndio tutakuwa kweli sisi tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa tunakwenda kinyume na maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutakuwa sisi hatumshukuru zile neema ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa na anaendelea kutupatia. Kila hatua, kila jambo ambalo kwamba walifanya, ujue ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo ambayo kwamba umeyapata, mipango ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo yeye ataka sisi waja wake tumshukuru kwa sana, na kumshukuru tutendeni matendo yaliyo mema. Kabla sijaingia katika maudhui, kwanza nitoe tambihi, tuzunduane ya kwamba ukiona dai amesimama mbele ya Waislamu akawa anazungumza maudhu, anatoa waadhi, basi ufahamu ya kwamba waadhi kama ule si kwamba ni mgeni. Hakuna hadithi ambazo kwamba ni geni, ama hakuna aya ambazo kwamba ni geni. Zile zile ambazo kwamba tumezisoma kwenye Qur'an na zipo kwenye Qur'ani, na zile hadithi tulizozisoma kutoka kwa Mtume na zimenakiliwa zipo. Hakuna mambo mapya letu sisi. Wama alaina illa albalagh, ni kufikisha ule ujumbe, na pia ni kukumbushana. Hakuna ambaye kwamba hajui, tunakumbushana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamwambia fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha ewe Muhammad. Hii ni amri inakwenda kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini amri kama ile si kwamba imekomea tu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeganda. Amri kama ile tuamrishwa sisi, mimi na wewe, tuwe ni wenye kukumbushana, kwa sababu sisi binadamu ni wenye mapungufu mengi, sisi binadamu ni wenye kukosea. Sasa tuwe tunakumbushana. Kwa hivyo maudhui ambayo kwamba tunakwenda kupeana katika misikiti, katika vyombo vya habari, ni kwa ajili ya kukumbushana.
Kwa hivyo hilo tulifahamu, ndugu zangu Waislamu, na kabla sijaingia katika maudhui, uswikum wa uswi nafsi awalan bitaqwallah, kwanza kabisa ninawahusia nyinyi pamoja na kuihusia nafsi yangu, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kitu kikubwa kama kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu ametuamrisha katika suala la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, akisema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Na ziko aya kadhaa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kutuamrisha katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hakuna mafanikio ya mimi na wewe kama hakuna uchaji Mungu. Hatuwezi kuingia katika pepo ambapo kwamba twaiomba mchana na usiku tuwe ni wenye kuingia katika pepo ikiwa sisi hatuna nini? Uchaji Mungu. Kwa hiyo tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Mada ambayo kwamba insha Allah nitakwenda kuizungumzia ni wasia wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba amekwenda kuwahusia binadamu ama Waislamu wote ulimwengu mzima, ama binadamu wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu aya za Allah subhanahu wa ta'ala zimeshuka kwa binadamu wote. Kuna wasia ambao kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuhusia mimi na wewe, na wasia zenyewe ni wasia 9, namna gani sisi tutakwenda kuishi familiana na watu vizuri. Kama tunavyojua ni kwamba binadamu ni jambo la dharura, yani haipingiki yeye binadamu kuishi na binadamu mwenzake, lazima waamiliane, wawe kitu kimoja, katika kazi wawe wanasaidiana, uwe na familia, uwe na majirani. Kwa hivyo muamala ni lazima uwe ni wenye kupatikaniwa. Haiwezekani kwamba wewe binadamu ukawaishi katika mgongo huu wa ardhi kisha umejitenga, hutaki kuishi na mwenzako kabisa, yani hutaki kumuona binadamu mwenzako ni wewe kama wewe waishi. Labda ikitokea hivyo, basi labda tunaweza tukasema mtu huyu amepungukiwa na akili, lakini kwa yule ambaye kwamba ana akili zake timamu, lazima aamiliane huyu na yule na yule pia katika kazi hivyo hivyo. Sasa katika kule kuamiliana, ndugu zangu Waislamu, kwa mafundisho haya ambayo kwamba nitayazungumza siku hii ya leo, kuna kukosana, kuna kukwaruzana, huyu akamkosea yule, kujua na kutojua. Sasa kufanywe kitu gani baada ya kwamba watu wawili wamekosana ama makundi mawili yamekwenda kukosana? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekwenda kuileta tiba katika Al-Qur'ani. Ameteremsha suratul Hujurat, sura ambayo kwamba inatufundisha namna ya kuamiliana na watu kwa uzuri. Vipi utaishi na watu wenzako? Vipi utaishi na majirani zako? Vipi ukienda katika nyumba ambayo kwamba si yako, wataikaniwa uingie vipi? Hayo yote yamekwenda kuelezwa. Kwa hivyo inshallah tutakwenda kuelezea hizi wasia moja baada ya nyingine mpaka pale tutakapofikia. Wasia wa kwanza, ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an asema ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Huo ndio wasia wa kwanza. Wasia wa kwanza ni atabayyunu. Baada ya kwamba wewe umekwenda kupokea habari, umesikia habari kutoka kwa mwenzako, umefikishiwa habari, ile habari kuwe na atabayyunu, kuwe na yani uifanyie bayana, watathabutu, na kuwe pia kuna ithbati ya habari kama ile. Yani usichukue kama ilivyokuja wewe ukaibeba basi ukaamini kila kitu ulichoambiwa. La,
pengine huenda ikawa habari kama ile ni urongo. Manake binadamu Mwenyezi Mungu ametuumba ni watu tofauti tofauti. Kuna wale ambao kwamba wana akhlaq njema, wanaongea ukweli, lakini kuna watu wao bila ya kuzungumza urongo, yeye si mtu. Kwa hivyo waweza ukaletewa habari, kumbe habari kama ile ni ya urongo. Sasa ili uibebe habari kama ile, kwanza uwe na ithbati, uipeleleze. Je, huu ni ukweli? Je, maneno haya ambayo kwamba mimi naambiwa ni maneno ya kweli? Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, enyi ambao kwamba mumeamini, atakapowajilieni fasiq, binadamu huyu ambaye kwamba yeye kuzungumza urongo kwake si jambo baya, yeye kwa kugombanisha watu kwake ni jambo yani la kawaida. Sasa akakuletea habari, fatabayanu, tafuta bayana ya habari kama ile, au tafuteni bayana ya ile habari ambayo kwamba imewafikieni. Usibebe kama ilivyokuwa, kama ilivyokuja, kwa sababu utakwenda kupata hasara kwa kule kukimbilia na kuiamini habari kama ile ambayo kwamba wewe umeletewa. Kwa hivyo fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin, wasije wakapatwa wale watu na yani wakapata watu kwa kutojua, fatasbahu ala ma fa'altum nadimin, mkapambaukiwa kwa kile mlichokifanya, mkawa ninyi kwa nini, mkawa sasa mnajuta, kama ningejua, laiti hukufanya upelelezi baada ya kwamba umeletewa habari kama ile. Sawa, juta baada kuwa kumetokea jambo ambalo kwamba si la kawaida kutokamana na ile habari ambayo kwamba wewe umeletewa, na hukuweza kutafuta bayana, hukuweza kuipeleleza habari kama ile. Ama kwa hakika, ndugu zangu Waislamu, itakuwa si vyema kwa sisi ambao kwamba ni Waislamu tunaofaa kuifuata Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyafanya mambo kama haya. Na ndugu zangu Waislamu, aya kama hii, sababu nuzuli yake, kwa sababu kuna sababu mpaka ikateremshwa hii aya, ni kwamba Ummi Salama, kutoka kwa Ummi Salama, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, asema Mtume sallallahu alayhi wasallama alimwamrisha mtu kuenda kwa Banil Mustalaq akakusanya zile sadaka, zakat, sababu katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zile zaka huwa zinakusanywa, alafu analetwa Mtume, yeye ndo atapanga apewe nani wa kupewa, yule anastahili kupewa ni nani. Sasa akamtuma sahaba kama huyu, akaenda katika kabila hili la Banil Mustalaq akakusanye hizi sadaka. Hiyo ilikuwa ni baada ya kulikuwa na tukio lilikuwa limetokea la kivita, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam baadaye akawa mwenye kumwamrisha bwana kama huyu. Yani hawa watu walikuwa si Waislamu, lakini baadaye wamekuwa ni wameslimu, walikuwa ni Waislamu, wanafuata zile sheria za Kiislamu. Wale watu wakapata habari ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuma mtu yuaja kwetu kwa ajili ya kukusanya zile sadaqat. Habari kama hiyo ikawafikia, fatalaqauhu
yu'adhimuna amra rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Wale Bani al-Mustalaq baada ya kwamba yule bwana amefika, amewasili sehemu kama ile, wakampokea tena kwa furaha. Walikuwa na furaha kubwa sana kwa ajili ya kutukuza nini? Amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yeye ameamrishwa na Mtume aende kwao. Sasa walimpokea kwa moyo ambao kwamba ni mkunjufu. Qalat, anaendelea kusema Ummu Salama, fahadathahu ash-shaytan, huyu bwana ambaye kwamba alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kwa Bani al-Mustalaq kwa ajili ya kukusanya zile sadaka, shaitani alimshawishi, alimzungumzia. Kila mtu anamjua shaitani ni kiumbe aina gani. Ni mtu ambaye ni kiumbe ambaye kwamba huwa anakushawishi ili ufanye mabaya, umuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hata ukaona pengine umeelekezwa na shetani katika jambo jema, ufahamu kwamba kuna malengo, yule shetani ana malengo yake. Sasa huyu shetani akamshawishi huyu bwana, akamzungumzia, akasema annahum yuriduna qatlak. Hawa watu, angalia hizi furaha walizokuwa nazo hizi, huu mkusanyiko waliokusanyika huu, lengo lao wataka kukuua. Lakini mfahamu ni shetani, si mtu ameenda ndio yamaliza. Na akiangalia kweli watu wamekusanyika na watu wana ile furaha, sasa akaingiwa na hofu kama ilivyokuwa kwa binadamu. Kila mtu ana hofu, tumeumbwa na hofu. Akaingiwa na hofu. Ummu Salama anasema huyu bwana ambaye kwamba alitumwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda kukusanya zile sadaka, farajaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yale malengo ambayo kwamba alitumwa nayo hakuweza kuyatimiza, hakuweza kukusanya zile sadaka. Baada ya kuingiwa na hofu, wakaona watu wataka kuniua, ndio akakimbia, akapenya, akakimbia, akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, anampa habari Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Bani al-Mustalaq qad mana'uni sadaqatahum, hakika ili kabila la Bani al-Mustalaq wamezuia kunipatia sadaka zao. Habari ishafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu ya kwamba wale mabwana wao walikuwa na furaha kwa huyu bwana kutumwa kwao kwa ajili ya kukusanya zile sadaka. Lakini sasa hivi amerudi, anatoa taarifa ya kwamba wamekataa kunipa zile sadaka. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupata ujumbe kama huu akakasirika, akawa na hasira. Kwa nini nitume mtu kwenda kwa Bani al-Mustalaq kwa ajili ya kukusanya zile sadaka, halafu leo wakatae? Kwa sababu gani? Mtume akawa na hasira. Wal muslimuna, pamoja na Waislamu pia wakajawa na hasira. Fabalagha alqauma rujuuhu, wale Bani al-Mustalaq habari ikawafikia, wakapata kujua ya kwamba yule bwana ambaye kwamba alitumwa na bwana Mtume kuja kwetu amerudi. Sasa wakawa wao wanajiuliza maswali, kwa nini arudi? Mbona na lile lengo alilotumwa nalo hakuweza kulitimiza? Wao wenyewe wakaingiwa na wasiwasi, kwani kumetokea kitu gani? Faatau Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, wakaja
wakakusanyana wakaja mpaka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasaffu lahu hina salla dhuhra, wakajiweka safu baada ya kwamba wao wameswali swala ya adhuhuri, wamejiweka safu ikiwa mtume yuko mbele, wao wakawa wamejipanga safu tena kwa unyenyekevu. Faqalu na'udhu billahi min sakhati llah wa sakhati rasulihi, yani kabla hawajazungumza kitu chochote mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wanajilinda na shetani. Na'udhu billahi, wanajilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao pale walipomkosa yule bwana kule walihofia isije ikawa ni hasira ya Mwenyezi Mungu na hasira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio wakaja mbio mpaka kwa mtume wakajipanga swafu. Sasa wakasema na'udhu billahi min sakhtillahi wa sakhti rasulihi, twajilinda kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokamana na hasira ya Allah na hasira ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule qaid ama kiongozi wao ambaye kwamba ni mzungumzaji mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kusema, ba'atha ilaina rajulan ya Rasulullah, wewe umetuma mjumbe kwetu sisi, musaddiqan, tena yule mjumbe ambaye kwamba umemtuma alikuwa ni mkweli. Sisi tukafurahishwa, tukawa tuna furaha katika mioyo yetu kwa sababu umemtuma mjumbe. Thumma innahu raja'a min ba'dhi at-tariqi, kisha punde si punde yule bwana amerudi kwa njia ya kutatanisha, hatujui amerudi kwa njia gani. Wanajieleza kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa khashina an yakuna dhalika ghadaban min Allah ta'ala wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sisi baada ya kwamba yule bwana amerudi kwa njia ya kutatanisha, sisi tukawa na hofu isije ikawa ni hasira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ama asije Mwenyezi Mungu akawa na hasira kwa sababu ya jambo kama hili, pamoja na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, wakawa wanaendelea kuzungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam, wameendelea kuongea na mtume. Falam yazalu yukallimunahu hatta jaa Bilal radhiyallahu anhu, hawakuacha kuongea na mtume sallallahu alaihi wasallam tangu adhuhuri, baada ya salatu dhuhuri, baada kwamba wameswali wakawa wanazungumza na mtume mpaka akaja nani? Bilal, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumaanisha huyu anakuja kuadhini kwa ajili ya swala ya alasiri. Ni mazungumzo marefu kuanzia dhuhuri mpaka alasiri. Fanazala hadhihi alaya, ikashuka hii aya ambayo kwamba nimekwenda kuwasomeni, inayosema kwamba enyi ambao kwamba mumeamini, ikiwajilieni habari, idha jaakum fasikun, fasik akiwaleteni habari, idha jaakum fasikun binaba'in fatabayanu, mtu mwovu akawa ni mwenye kuwaletea habari, basi habari kama ile tafuteni bayana, tafuteni bayana. Angalia hapa katika mazungumzo kama haya ama hadithi kama hii, lau mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kwamba yeye alikasirika pamoja na Waislamu, lao kwa ile hasira wangenyanyuka na kuenda katika lile kabila la Bani al-Mustaliq na kuwapiga vita, basi ingekuwa wanawapiga vita watu ambao kwamba ni Waislamu na wanawapiga watu ambao kwamba sio malengo yao. Mwenye kosa ni yule aliyoleta habari, na ni shetani ameingia kati yake na kuweza kumshawishi awe ni mwenye kuyafanya kama. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, habari yoyote ambayo kwamba itakufikia, basi tafuta ithbati
Usiamini tu habari ovyo ovyo, lazima utafute ile bayana. Ndivyo tulivyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huo ndio wasia wa kwanza, sisi kama Waislamu lazima tutafute bayana. Wasia wa pili, Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu chake kitukufu, wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Makundi mawili kutokamana na waumini yakawa makundi mawili kama haya yamekosana, yanapigana, fa aslihu bainahuma, basi ingilieni kati kwa haya makundi mawili, muilete suluhu. Ima iwe ni watu wawili, basi wewe fanya haraka kwenda kupeleka kheri kati yao kwa ajili ya kusuluhisha. Kimbilia kwa ajili ya kusuluhisha, si kwa ajili ya kugombanisha. Maana kuna wako watu ambao kwamba watu wawili wamekosana, sasa yeye badala aingie kati yao kwa ajili ya kuleta suluhu, wapendane, wasaidiane, mtu anakuja anachochea zaidi, wale watu wanakosana, unapatikaniwa hasara. Isiwe hivyo. Hayo sio mafundisho ya Uislamu. Uislamu, watu wawili wakikosana, tupeleke suluhu, tuwasuluhishe watu wawili kama wale. Kama ni makundi mawili, yasuluhishwe. Kama ni jamii mbili zimekwenda kukosana, watu wakawa wanauana, basi sisi kama Waislamu tuende kwa ajili ya kupeleka sulhu. Hivyo ndivyo inavyotakaniwa kwa Muislamu. Kwa hivyo huo ndio wasia wa pili ambao kwamba Mwenyezi Mungu anakwenda kutuhusia. Na waweza pia ukatumia urongo katika kule kusuluhisha, na hakuna ubaya wote. Urongo katika jamii yetu ya Kiislamu ama katika sheria ya Kiislamu, kuzungumza urongo ni jambo ambalo kwamba halifai. Lakini kuna baadhi ya sehemu wazokazungumza urongo na hupati madhambi. Mathalan, katika watu wawili waliokosana, sasa ukaenda kwa ajili ya kutia suluhisho, sulhu, na katika kule kutia sulhu ukapenyeza na urongo. Useme mume na mke wamekosana, sasa we ukaenda ukamfuata yule mmoja, baada ya kwamba wao wamekosana, ukamfuata mmoja ukazungumza naye, ukamfuata huyu wa pili ukazungumza naye, ukamfuata yule wa kwanza uliozungumza naye, ukasema fulani ameniambia bwana amekusamehe, wakati hajasema, ni wewe ndio unasema maneno amekusamehe, na kwanza yuomba samahani. Hajaomba samahani kwa ile hasira ambayo kwamba yuko nayo, hajaomba msamaha, lakini wewe yuomba samahani. Kwa hivyo msamehe na mrudiane. Ukaenda kwa hiyo pia ukazungumza maneno kama hayo, fulani bwana amekuomba samahani na asema yakupenda, mrudiane, kitu kama hicho. Wakarudiana kwa urongo uliotumia, ni jambo ambalo kwamba linafaa. Pia urongo watumika pia katika vita. Manake vita ni kuhadaana. Ile ngumi umeikunja, umekusudia tumbo, lakini kumbe watakusudia nini? Uso. Yeye ataona kwamba ile ngumi yaja kwenye tumbo, kumbe ngumi inaelekea kwenye mambo kama hayo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laysa alkadhabu alladhi yuslihu baina an-nas. Hatumuiti kwamba ni mrongo yule ambaye kwamba atautumia ule urongo katika kusuluhisha watu ambao kwamba wamekosana. Kwa hivyo wasia wa pili ni sisi tupeleke sulhu kwa watu waliokosana. Wasia wa tatu ni al-adala ama al-adlu, uadilifu, kufanya uadilifu, kufanyiana uadilifu, yani usawa. Mwenyezi Mungu anasema, fa in baghat
ihdahuma ala al-ukhra faqatalu allati tabghi hatta tafia ila amri llah fa in faat fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Mwenyezi Mungu anasema fa in baghat ihdahuma, yani akafanya dhulma mmoja kati ya watu wawili, akawa yamdhulumu mwenzake, yamuudhi mwenzake, faqatilu allati tabghi, basi sisi Waislamu tumpige vita yule ambaye kwamba anafanya dhulma, kumdhulumu yule mwingine, mpaka pale atakaporudi katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mahalu shahid ni hapa, Mwenyezi Mungu anasema fa in faat, akisha rudi akawa yafuata amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa aslihu bainahuma, sasa tieni suluhu baina yao, bila adili, tena kwa uadilifu, kwa uadilifu. Sio kwamba matia suluhisho lakini mmeegemea upande mmoja, haitakikaniwi ndugu zangu Waislamu, haitakikaniwi. Sababu siku hizi yozokaona mtu amedhulumiwa, yeye amedhulumiwa, lakini akipeleka mashtaka mahakamani, huyu ambaye kwamba amedhulumiwa pia anadhulumiwa tena, kwa sababu huyu pengine yeye ana uwezo wa kifedha, atachukua wakili, na wakili yeye kuzungumza urongo kwake si tatizo, wamesomea urongo, ajua hakika huyu ninayemsimamia mimi hayuko katika haki, lakini atakwenda kusimama kule kwa kuwa yeye amesomea namna ya kuzungumza, atazungumza, ataonekana kwamba yeye ni mkweli, huyu ambaye kwamba ni mkweli ataonekana ni mrongo. Ni jambo ambalo kwamba halifai ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo katika kusuluhisha tuwe tunafanya uadilifu, kupatikaniwe uadilifu, wa aqsitu, pia kupatikaniwe usawa. Tusiwe tumepondokea upande mmoja. Inna Allah, hakika Mwenyezi Mungu, yuhibbul muqsitin, yuwapenda wale ambao kwamba wanafanya usawa. Kwa hivyo ili Mwenyezi Mungu atupende, basi tufanyeni uadilifu, tufanye usawa, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatupenda. Kinyume chake usifanye usawa. Na katika hadithi nyingine, katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema innal muqsitina fi dunya ala manabirin, hakika ya wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kufanya usawa katika mgongo wa ardhi hapa duniani, wenye kufanya usawa, wenye kufanya uadilifu, watakuwa kwenye mimbar, manabirin. Manabir au mimbari ambazo kwamba zimetengenezwa kutokamana na lulu, baina yada Rahman azza wa jalla, mbele ya Mwenyezi Mungu, bima, kwa kile ambacho kwamba aqsatu, wamekwenda kufanya usawa, fi dunia, katika dunia. Kwa hivyo ufahamu wewe ambaye kwamba unafanya uadilifu, unafanya usawa, utakuwa kwenye daraja kama hii, utakuwa kwenye mimbari ambayo kwamba ina lulu, imetengenezwa na lulu, tena mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile nikimalizia katika hadithi nyingine, Mtume anasema almuqsituna inda Allahi ta'ala yawm alqiyama ala manabirin min nurin, wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kufanya usawa siku ya Kiyama watakuwa kwenye mimbara ambazo kwamba zatokamana na nuru. Ala, asema baina al-arsh, yani itakuwa ziko karibu na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina ya'diluna fi hukmihim, hawa ni wale ambao kwamba
wanafanya uadilifu katika hukumu kwao, wa a'malihim, na pia katika kazi zao pia kuna uadilifu. Hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Muslim. Kwa haya machache, inshallah Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa ila huna aqulu lakum wassalamu alaykum wal afwa minkum.